Shalom. Sasa moja ya ishara ambayo sio nzuri kiroho, na pale ambapo utaiona hauhitaji kuipuuza wala kuidharau. Kitu ambacho unatakiwa uelewe, usidharau ndoto. Sasa katika ishara ya kinabii kwa njia ya ndoto, ukaona kwamba umelala usiku, lakini katika usingizi wako ukaletewa ndoto, ukaona kwamba umetupiwa kinyesi, pengine umetupiwa usoni, umetupiwa kwenye nguo, ukaona umetupiwa kinyesi. Sasa inaweza ikawa ni kinyesi cha binadamu au kinyesi cha ng'ombe, cha mbwa, chochote kile, lakini unaona kabisa ni uchafu huu, mkono umetupiwa. Sasa ishara ya namna hiyo kiroho, kila ndoto inakuwa imebeba maana yake, na hiyo maana inakuwa inakuja katika uhalisia wa maisha yako. Pale ambapo ukaota ndoto ukaona kwamba umetupiwa kinyesi, tafsiri ya kwanza, maana yake ni wazi kwamba adui amekutupia roho ya nuksi, roho ya mikosi, roho ya kukataliwa, kwa sababu ulimwengu wa roho kutupiwa kinyesi sio alama nzuri. Taanza kuona hapo unakosa kibali kwa watu, taanza kuona hapo mambo yako mengi hayaendi sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika ndoto ulipoota kwamba umetupiwa kinyesi, haukuingia kwenye maombi ya utakaso. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo, ukaona kwamba umetupiwa kinyesi kwenye uso wako au kwenye mwili wako, simama haraka sana kwenye maombi, kwa sababu maana nyingine pia hiyo ndoto inaweza ikawa inaashiria wazi kwamba ulimwengu wa roho, utambulisho wako unafutwa, utambulisho wako unaharibiwa. Ni wapo utaanza kuona hata katika hali ya mwili, unakuta kwenye ukoo wenu hakuna rekodi ya mtu ambaye amewahi kuwa mchawi, ambaye amewahi kujihusisha na mambo ya ushirikina, lakini unakuta kwamba wewe unaitwa mchawi, unaitwa mshirikina. Unajiuliza, mbona ya mambo sifanyi, silogi watu, siruki angani usiku, sipai na nyungo, lakini kwa namna ya ajabu unakuta unatuhumiwa kwamba wewe ni mchawi, na jamii na kutenga, watu wanakuwa mbali na wewe, na unaona kwamba hii ni shida gani hii? Usichukulie ni hali ya kawaida. Tambua kabisa kwamba shambulizi hilo lilianzia kwanza ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo ukaota ndoto ya namna hiyo, ukaona kwamba unatupiwa kinyesi, sio alama nzuri. Ni alama ya kwamba unatupiwa roho ya kukataliwa, unatupiwa roho ya kuchukiwa na jamii, ya kuchukiwa na wale watu ambao walikupenda mwanzo, wale watu ambao walikuwa wanakuamini mwanzo, wanakukubali mwanzo. Sasa ukiota ndoto ukiona kwamba umerushiwa kinyesi, simama sana kwenye maombi, na maombi hayo inahitaji usimame kwenye maombi ya utakaso. Ingia kwenye maombi ya utakaso, kisha amka katika hiyo ndoto. Ingia kwenye maombi ya utakaso, takasa nafsi yako, takasa mwili wako, takasa roho yako, takasa nyota yako, takasa jina lako, takasa nuru ya uso wa Mungu ikakuzukie, kwa sababu ulimwengu wa roho ukiota ndoto ya namna hiyo, ni adui anakutupia maroho mabaya, maroho ya kukataliwa, maroho ya kutengwa, maroho ya kuchukiwa, kwa sababu ulimwengu wa roho ulipoletewa ndoto uliona kwamba umetupiwa kinyesi, ukaona kwamba ni hali ya kawaida. Kwa ndoto ya namna hiyo ni muhimu sana ukasimama katika maombi ambayo nimekwambia. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyokuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, usiache kufollow akaunti hii, lakini ukihitaji msaada wa kiroho, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.